Tume ya uchunguzi wa vurugu zilizotokea kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania 2025 imewasilisha ripoti yake siku ya leo tarehe 23 Aprili 2026 ikiwa imechukua takriban miezi mitano tangu kuanza kazi yake chini ya jaji mstaafu Mohamed Chande. Ripoti hiyo imewasilishwa Ikulu jijini Dar es Salaam mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, viongozi wa serikali na wageni kutoka ndani na nje ya nchi. Akiwasilisha ripoti hiyo, Jaji Chande amesema yafuatayo, akibainisha sababu za matukio hayo ya vurugu. Kwa mujibu wa uchunguzi wa tume, ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu zinatokana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwepo katika jamii kwa muda mrefu bila kutatuliwa. Vyanzo hivyo ni pamoja na vifuatavyo. Mosi, yapo masuala ya kisiasa yanamwimisha madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya tume huru ya uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi. Aidha, Jaji Chande ameeleza takwimu za vifo vilivyotokana na vurugu hizo kwa mujibu wa uchunguzi wa tume iliyokuwa chini yake. Kuna vifo vya kawaida, uzee, vifo unnatural sio vya kawaida, ndio vilivyobainika hivyo. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ikiwa ni zaidi ya vifo 182 ikifuatiwa na Mwanza 90, Mbeya 80 na Arusha 53. Kati ya vifo hivyo 818, 21 vilikuwa vifo vya watoto. Katika kundi hilo 15 walikuwa watoto wenye umri kati ya miaka 15 na 17, 4 walikuwa umri kati ya miaka 7 na 10 na 2 umri chini ya miaka 5. Vifo 205 sawa na 96.7 vilikuwa vya raia civilians, na vifo 16 sawa na 3.1 vilikuwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kati ya watu 518 waliofariki, 373 walifikishwa hospitali wakiwa wamefariki, na majeruhi 121 walifariki wakati wanapata matibabu kwenye hospitali, na maiti 24 bado hazina taarifa kamili. Baada ya kuwasilishwa kwa ripoti, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa baada ya muda mfupi itaundwa tume ya maridhiano ili kurejesha umoja wa kitaifa. Katika muda mfupi ujao itaundwa tume ya maridhiano, lakini kwanza tutakwenda mapendekezo ya tume kufanya upelelezi wa kina wa yale ambayo tume wameyabainisha. Lakini katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Ripoti hiyo iliyowasilishwa imebainisha kuwa mali zilizoharibiwa katika sekta binafsi na za umma zina thamani ya shilingi bilioni 125. Asante kwa kufuatilia kuanzia pale mwanzo hadi hapa mwisho. Hii ni UND TV.